ya live kabisa, na kama unatazama YouTube basi unaweza kuwaona hapa wageni ambao tuko nao. Tuko na mkurugenzi Mariam Chaulembo yuko hapa. Pengine unaweza kusema ni hadithi tuko naye, muangalia hapa YouTube utamuona, lakini pia mwananchi ambaye umfahamu mkurugenzi wako basi ruksa leo Tunduma na FM tumekusogezea karibu kabisa hapo, unaweza kumuona. Lakini tuko na mwenyekiti wa halmashauri wa mji wetu wa Tunduma Salim Kiambi, tuko naye hapa, naweza kumtizama pia YouTube. Kwa hiyo ugeni umeshaini hapa Tunduma na FM. Karibu sana, kama una swali basi uliza huko nasi tutawafikishia hapa. Basi sawa, kama utakuwa na swali utaacha comment yako hapo YouTube, tutakuja kuisoma. Lakini pia kwa wale ambao unatuandikia kwenye SMS kawaida, rafa yako muhimu 0733218077, lakini pia 0737447535, tutasoma kile ambacho utakuwa umekiuliza asubuhi ya leo, si ndio? Ndio. Hii Teddy. Sisiki vizuri. Usikii vizuri? Okay. Vizuri. So, tatuharibia usiku. Haya basi. Tutakuwa tumefanya jambo jema sana. Wakati tunakukumbusha pia msikilizaji kwamba una nafasi kubwa tu ya kushiriki na sisi kama ambavyo tumesema kupitia platform za mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram nenda andika Tunduma_NLC_FM, lakini pale YouTube andika Tunduma NLC FM, nenda ka subscribe. Ikiwezekana pia finya alama ya kengele pale, kila ambacho kinakuwa kimewekwa huko na kwa mtu wa kwanza kabisa kujua kwamba kipo huko. Lakini pale Facebook andika Tunduma NLC FM 92.1 na utakuwa unatufikia hapo vizuri kabisa. Hii ni Sauti ya Asubuhi, unaisikiliza kuanzia saa 12 tunamaliza saa 4 kamili asubuhi. Mwenzangu ni Teddy Nkungwe, mimi naitwa Shadrack Kijanga. Ukiniita Mwande unakuwa hujakosea hata kidogo. Kama ambavyo tumekuambia, ni wakati mzuri kabisa wa kuzungumza na wageni wetu ambao tuko hapa nao ndani na tumekwisha kukutambulisheni, lakini kwa sasa ni wakati wa kuwasikia wao moja kwa moja. Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, karibu sana studioni. Asante sana, na washukuru sana kwa kutukaribisha. Na asante, niko hapa, nimefika. Alright. Mkurugenzi, karibu pia studioni Sauti ya Asubuhi Tunduma FM. Asante sana, nashukuru. Alright. Kama ambavyo mwasikia wageni wetu msikilizaji, na tunaanza sasa mazungumzo yetu asubuhi ya leo. Sasa kubwa zaidi tutaanzia kile ambacho kilitufanya mpaka tukawaita hapa ndani, kwa sababu lilikuwa ni swala la wananchi ambao tunawahudumia kwa namna moja ama nyingine. Na bahati nzuri leo nitasema kwamba ziko pande zote mbili. Upande wa serikali mkurugenzi yuko hapa, upande wa wananchi wenyewe mwakilishi wao yuko hapa, mwenyekiti wa halmashauri ndugu yetu hapa Juma Kiambi. Na hili jambo linawahusu wananchi, na kama linawahusu wananchi manake inahusu serikali pia ambayo inawahudumia wananchi wa halmashauri ya mji wa Tunduma. Najua kuna mengi ambayo tutapata kutoka kwenye chungu. Unajua sisi tuko huko nje, chungu kikiwa kimeumbwa hivi, yaliyoko ndani unaweza usiyaone. Sasa yasiposemewa mtu sio rahisi kuyajua. Tutasikia kutokea ndani, lakini kwenye hili tuanzie hapo hapo. Hili ni swala ambalo limekuwa likizungumzwa kwa muda mrefu sana kupitia kipindi chetu. Swala la ukusanyaji wa mapato halmashauri, na likawa linazungumzwa kwenye eneo la mabango ya biashara yale. Na hilo ndo ambalo likafanya tuwaite, tutaanzia hilo alafu baadaye tutaendelea na mengine. Utaratibu ambao upo mkurugenzi ni kuhusiana na upimaji wa haya mabango, na wafanya biashara wanalalamika, wengine wamefika mahali wanafuta yale mabango yao. Wanasema kwamba wanatozwa hizo pesa kulingana na urefu wa mabango, kulingana na ukubwa wa mabango. Tukasema anyway, kwa sababu kila jambo linakuja kwa mkakati maalum na linakuja kisheria na mifumo inakuwa imewekwa kulitekeleza. Kwanza tujue ukweli wa hilo jambo uko vipi mosi. Baada ya hapo linafanyikaje kiasi ambacho lisilete mkanganyiko kwa wananchi, kwa wafanyabiashara ambao ndo walipa kodi wakubwa wa nchi yetu hii, ndo wanaolipa pia ushuru katika halmashauri zetu hizi. Ni kweli kwamba kuna hili swala la upimaji wa mabango na kulipishwa pesa? Karibu sana mkurugenzi. Asante sana. Kama ulivyonitambulisha, naitwa Mariam Chaulembo, mkurugenzi wa mji wa Tunduma. Ndugu wananchi, wasikilizaji na wenzetu wa Tunduma FM, kwanza nikiri ni kweli. Ni kweli kuna ushuru wa mabango. Ushuru wa mabango uko kwa mujibu wa sheria. Kabla ya kutekeleza sisi ushuru wa mabango ulikuwa nakusanya na wenzetu wa Tarura. Lakini mwaka 2023 serikali ilirudisha ushuru wa mabango kwa halmashauri kukusanya.
Na ndio maana umeona toka mwaka 2023 mpaka sasa hivi halmashauri tunakusanya ushuru wa mabango. Sasa ushuru wa mabango kwanza unategemea na aina ya bango. Na unapataje ushuru wa mabango? Ushuru wa mabango unapimwa kwa square meter. Na ndio maana kuna ile pointi ambayo wananchi wanakuta watu wanapima na tepu, pengine na rula. Kwa hiyo ushuru wa mabango kwanza unategemea ni aina gani la bango. Kwanza kuna bango linalowaka lina bei yake. Bango lisilowaka lina bei yake. Lakini bango la maandishi na maandishi ya ukutani lina bei yake. Kwa hiyo kwenye kujua sasa huyu mwananchi anatakiwa atozwe kiasi gani kwa mujibu wa sheria, kwa hiyo tuna uhitaji wa kwenda kulipima lile bango kwa square meter. Kwa hiyo mfano bango lisilowaka kwa square meter shilingi 7,000. Bango linalowaka kwa square meter shilingi 10,000. Kwa hiyo ili mradi ufanye quantification zilizokuwa sawa sawa, lazima uende ukapime kwa tape square meter la lile bango, alafu times sasa na gharama, upate gharama halisi ya mwananchi. Kwa hiyo kuna baadhi ya mabango kwa kutumia tu busara tumeona tumeweka flat rate. Mfano mabango yale ya huduma, mabango ya shule, mabango ya hospitali na sehemu zingine. Lakini kwenye mabango pia kuna mabango ambayo yako exempted kulipa. Mfano tunasema hospitali ya Maranatha. Lile bango manake ni identification ya kile kitu kwa mujibu wa sheria. Tunaposema mwananchi akitoka huko lazima ajue pale pana hospitali. Kwa hiyo ukiandika hospitali ya Maranatha au ukiandika mfano Chapwa Pharmacy, yani ile ni identification ya lile jambo kwa mujibu wa sheria. Kwa sababu kwenye sheria ya afya kuandika lile bango identification ni moja ya requirements. Kwa hiyo lile bango linakuwa exempted kwenye malipo. Lakini sasa ukianza kuna picha ya Panado, kuna picha ya hivi, kuna picha ya hivi. Sasa hiyo ni advertisement. Kwa hiyo tunachoenda kuchaji pale ni hao mfanyabiashara anavyotangaza ile biashara kwa mujibu wa sheria anatakiwa alipe per square meter. Kwa hiyo kishaanza kuweka zile clarification zingine, sasa tunakwenda bango la aina gani? Bango linalowaka, bango lisilowaka au bango la matangazo ya ukutani. Halmashauri ya mji wa Tunduma baada kuwa hizo chaos nyingi na wananchi wanaleta feedback kwa viongozi wetu, yale mabango mfano ya mashule ya nini yale tumeyapa flat rate ni shilingi 200,000 kwa mwaka. Lakini yale mengine tunapima kwa mujibu wa square meter. Lakini japo tunapima kwa mujibu wa square meter pia vile vile tumeweka minimum, yani mwananchi hata lipa kwenye bango itayozidi 300,000. Kwa hiyo kuna mtu anayekuwa na square meter zaidi ya 3, kwa mujibu wa sheria anatakiwa mfano linalowaka anatakiwa lipe kama 523,000. Lakini sisi tumeweka laki ngapi? 300,000 kama flat rate kupunguza makali kwa wananchi. Kwa hiyo nataka kusema nini? Mabango yapo kwa mujibu wa sheria, lakini hatukatazi mtu kuja tukakaa chini tuongee. Kama nilivyokuambia sheria inasema square meter bango la ukutani kiasi hiki, lakini sisi tumeweka flat rate ili mradi tuweze kuhudumia wananchi. Kama mwananchi ana changamoto, ofisi ziko wazi, tunaweza kumsikiliza na kumhudumia. Asante sana. Okay. Alright. Na tukibaki hapo mkurugenzi kwenye hilo eneo, na bahati nzuri umelidadavua vizuri kupitia platform hapa. Inawezekana kwa mtu ambaye alikuwa anaona kabisa alijakaa sawa, ameshaelewa. Natamani kujua wafanyabiashara hao walifikiwa kwanza na hii elimu kabla, na kama walifikiwa mbona waanze kulalamika baada ya kuwa limeanza utekelezaji wake? Kama nilivyokuambia kodi ya mabango ilikuwepo. Sina exactly mwaka gani kwa mujibu wa sheria, lakini ilikuwepo na ilikuwa nakusanya TARURA. Kwa hiyo baada ya kupata sisi halmashauri kwa sisi ndo tunakusanya, kwa hiyo tulianza matangazo sehemu nyingi. Kwa sababu tunaposema tukienda kwa mwananchi hatuanzi kudai tu kodi ya bango. Tunachofanya tunapima kwa mujibu wa vipimo na tunampa notice ya siku 14 ya kulipa na maelekezo mengine ya uelewa. Kwa hiyo uelewa tunaenda kutoa, kwa sababu kama unavyoona tukiwa tunafanya operation zetu, kwanza tunapitisha PA kuwa muda wa leseni umeisha, muda huu wa mabango tunaomba wananchi waje kulipa nini? Mabango. Lakini hapo hatuishii hapo, vile vile tunachofanya tunapeleka timu zetu site. Zile timu mara ya kwanza inaenda tu kupima bango, haidai fedha. Inaenda kupima bango, inampa invoice ya nini? Ya bango through control number. Kwa hiyo ule muda siku 14 mwananchi anaweza akafanya nini?
akajipanga, na kama ana maelezo, kwa sababu timu iko ya watu wengi, inajumlisha watu wa ardhi, watu wa ujenzi na watu na wahasibu na afisa biashara. Kwa hiyo ni rahisi zile timu kupata, yule mwananchi kupata maelezo. Lakini kwa kuenda mbele, mfano Tunduma sasa hivi tunasema tuna zoni 4 za mapato. Kwa hiyo mwananchi sasa apati shida kuja ofisi ya mkurugenzi chapo. Mwananchi wa soko la mazao, tuna kituo soko la mazao kiko very equipped kwa vitu vyote. Kwa hiyo atapata maelezo, atapata control number, atalipa. Mwananchi wa Tunduma katikati ipo pale ofisi ya mtendaji wa kata. Na mwananchi wa Sogea na mwananchi wa Mpemba. Kwa hiyo tumesogeza urahisi, kama mtu ana maelezo anataka alipe, ni rahisi kwenda kufanya nini? Kwenda kulipa. Kwa hiyo elimu tunaendelea kutoa na tunaendelea kushikiana na nyinyi, tuende kutoa elimu mradi wananchi waweze kulipa. Sawa, labda tupate uelewa hapa mkurugenzi kuhusiana na swala la mabango. Mabango ambayo mnatoza ni mabango ya aina gani? Je, mtu ameandika kwenye ka frame kake pale ameandika Teddy Sembe mnamchaji ama kwenye kaukuta pale, lakini je, inaanzia bei gani na urefu huu ambao pengine umesema inategemeana na urefu? Kama nilivyosema mara ya kwanza, aina za mabango ziko tofauti. Nilisema aina ya kwanza mabango yanayowaka. Aina ya pili, yani yanayowaka yale mabango tunasema 3D. Yale yanakwenda kwa square mita moja shilingi 10,000. Kuna mabango yasiyowaka square mita shilingi 7,000. Kuna mabango yale ya maandishi, yale tunapima kwa mita. Kwa mita shilingi 10,000. Unaona utofauti wake. Yale ya maandishi manake yale mtu kaandika. Nimesema kuna vitu viwili. Kuna bango na identification of the business. Yani tunaweza kusema utambulisho wa biashara. Yeah, sure. Ukiandika Tunduma Dispensary uwezi kulipa, kwa sababu umeidentify ile biashara yako kwa mujibu wa sheria. Sasa ukianza Tunduma Dispensary, kuna Panado, kuna siyo Amoxicillin, umeanza kuchora mapicha na vitu vingine. Sasa kwa mujibu wa sheria inatafsiriwa kuwa wewe unatangaza ile biashara. Hapo sasa ndio unapoingia kwenye design ile ya mabango matatu. Either linawaka, either halijawaka, au la maandishi ambao unasema. Nilitoa clarification hapa, mabango ya maandishi kama yale ya shule. Shule zetu hizi za private unaziona mtu anaandika shule hii tunatoa elimu, tunatoa kidato cha 5, cha 6, ufaulu wetu huko vizuri. Lile bango la maandishi. Kwa lile bango tutalipima kwa mita shilingi 10,000. Okay. Sawa. Wakati bado tukiwa hapo kwenye hilo la mabango, tutarejea tena katika masuala mengine. Umemsikia hapo msikilizaji mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Tunduma Mariam Chaurembo, na hapa ndani tuko naye pia mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tunduma Salum Juma Kiambi, na ninachoamini ni kwamba serikali inafanya kazi kwa karibu mkubwa kabisa na wananchi, na wewe mheshimiwa ni mwakilishi wa wananchi, na naamini kwamba madiwani wa kata zote za halmashauri ya mji Tunduma mnafanya kazi kwa pamoja na wananchi, na moja ya sifa kubwa ya mji wetu ni mji wa kibiashara. Tafsiri yake ni kwamba wananchi ambao mnawahudumia walipa nafasi ya kuwawakilisha ni wafanyabiashara. Hili waliwahi kuzungumza nanyi, na pengine nyinyi katika vikao vyenu vya halmashauri mlifikia mikakati gani kuifikia serikali? Kama pengine wafanyabiashara mnasema kwamba kuna namna tunaona hili mabango halijakaa sawa, liliwafikia ofisini kwenu na mlifanye nini? Ni kushukuru sana ndugu mtangazaji, na nirudie kujitambulisha. Naitwa Salum Juma Kiambi kama ulivyonitambulisha, ndiye mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tunduma. Na nianze kwa kuwasalimia wananchi wa mji wa Tunduma, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia niendelee kuwashukuru wananchi wa mji wa Tunduma kwa kuendelea kufanya shughuli zao kwa amani, lakini pia kuendelea kuichangia halmashauri kwa maana ya malipo mbalimbali ya ushuru na mambo mengine. Kwa sababu ili tufanye maendeleo ni lazima tulipe ushuru na kodi mbalimbali. Nije kwenye swali lako. Kama maelezo ya mkurugenzi yalivyokuwa, kwa mujibu wa sheria na chanzo hiki toka kilikotoka huko, lakini baada ya kufika kwetu ni kweli kumekuwa na sintofahamu. Nadhani ndizo zilizowafanya na nyinyi leo hii mtukaribishe hapa. Naam. Lakini kama maelezo ya mkurugenzi yalivyokuwa, baada ya kuona mwitikio wa wananchi kulingana na sheria zilizowekwa, kidogo unakuwa na sintofahamu. Ndiyo maana tukasema sasa tuweke flat rate kwa gharama za chini
kabisa. Kwa hiyo hilo limetokana na mawazo ya madiwani wote wa mji wa Tunduma, na kwa kweli kuna mabango yalikuwa yanakwenda mpaka 500,000, 600,000, 700,000, lakini tumesema twende kuanzia 200,000 mpaka 300,000 kulingana na bango. Na baada ya hapo wanasemaje wananchi ambao mnawakilisha? Wamekubaliana na hiki ambacho mmekifikia kama tamati? Kikubwa ni kwamba tunapaswa kuendelea kutoa elimu. Si unajua mambo ya kodi jinsi yalivyo. Kodi jinsi zilivyo, kwa kweli utoaji wa fedha kidogo unahitaji mtu apate elimu ya kutosha. Kwa hiyo tunazidi kupiga hatua, lakini mimi niseme tu, ni waombe wananchi tuendelee kulipa ushuru pamoja na kodi ili tujenge mashule, barabara, maji na vitu vingine. Lakini kama baraza la mji wa Tunduma tunatamani sana tusione mwananchi akilalamika, yani kuwe na kodi ambazo ni rafiki kwa wananchi. Kwa hiyo tunaendelea kuzungumza kwenye mabaraza, tunaendelea kushauriana na wataalamu namna gani tutakuwa na kodi au ushuru ambao ni rafiki kwa wananchi wa mji wa Tunduma. Okay. Sawa. Wakati wa ziara ya mkuu wa mkoa Mheshimiwa Makame, kuna scenario moja alikutana nayo baada ya kuambiwa ile la mabango, na likamshtua, na akatoa maelekezo pia kwamba ofisi ya mwenyekiti wa halmashauri mlitazame hili. Majibu yake ni haya ambayo umeshayatoa tayari, ama yapo mengine pia baada ya agizo lile ambalo alitoa? Kwa maana ya majibu haya ndiyo yale ambayo tunatekeleza kabla ya mkuu wa mkoa, lakini kwenye ziara ile mimi nilikuwepo ziara yote, na niwashukuru sana, mlikuwa mkiturusha live, niwapongeze sana kwa kupiga hatua kupitia vyombo vya habari. Lakini kuna ushuru mbalimbali ambao kwenye ziara ile tuligundua kwamba unaonekana kuwa kero kwa wananchi, na sisi kama halmashauri kupitia upande wa wataalamu pamoja na waheshimiwa madiwani tumeshakubaliana. Kwanza tumeainisha tayari vile vyanzo ambavyo inaonekana ni changamoto kwa wananchi, na tutaitisha vikao, tutaitisha baraza kwa maana sasa ya kuona ni vipi tuanze kuvishughulikia na kuvipunguza au kuviondoa kabisa, ili wananchi kuwapunguzia kero ya ushuru mbalimbali. Okay. Msikilizaji, bado tuko na wageni wetu wa kutosha kabisa hapa ndani. Na nikisema wa kutosha kwa sababu gani? Nasema serikali inawakilishwa hapa na mkurugenzi, lakini pia wananchi wa Tunduma wanawakilishwa na mwenyekiti wa halmashauri. Tumalize kwa mabango. Narudi kwako tena mkurugenzi. Kwa sababu lengo la yote haya ni kukusanya mapato ambayo in turn yanakuja kuwasaidia wananchi wa halmashauri yenyewe. Mpango huu wa kwenye mabango umeleta tija kiasi gani kwenye ukusanyaji wa mapato ambao baadaye tunaweza kusema kwamba unasaidia pia katika maendeleo ya halmashauri yetu? Vipi, tija ipo ama bado tunajikongoja mwendo wa kobe? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza ni tija ipo, kwa sababu kwa nini tija ipo? Unaona progress ya halmashauri kwenye kupanda kwenye mapato, kwa sababu ndani ya miaka mitatu tulitoka kwenye bilioni 11 tukaja kwenye bilioni 22, tukatoka kwenye bilioni 13, juzi tumekusanya bilioni 22, na mwaka huu tunaenda kwenye bilioni 26. Maana yake nini? Efficiency ya vyanzo hivi ndio vinaletea sasa halmashauri iweze kukusanya vizuri. Okay, hapo mwenyekiti, makusanyo mwendo wake mzuri, na tunasema kwamba lengo ni yasaidia wananchi. Nyinyi mnawawakilisha wananchi. Jamii ya Tunduma inanufaika vipi na kukua kwa kiwango hiki cha ukusanyaji wa mapato? Manufaa mojawapo ni maendeleo kwa vile vitu vinavyoonekana. Tunazungumzia shule za kisasa. Ukiangalia kwenye mkoa wa Songwe sasa Tunduma ndio imekuwa mfano, na watu kibao wanakuja kujifunza kwetu. Tunajenga shule za magorofa na ni jambo endelevu, lakini tumejenga vituo vya afya na tunaendelea kujenga zahanati sehemu mbalimbali. Yote hiyo ni kupunguza changamoto pengine ya umbali na matibabu kwa wananchi wa mji wa Tunduma. Lakini ongezeko la mtandao wa maji, ongezeko la mtandao wa barabara. Lengo letu ikiwezekana kufika 2030 angalau katikati ya mji na kata ambazo ziko pembezoni kidogo tuwe tumepunguza swala la barabara za vumbi kwa kiasi kikubwa zaidi. Kwa hiyo tunafahamu ili tufanye hivyo lazima tukusanye. Okay. Lakini tukusanye pasipo kuwabuguzi wananchi. Yani
tusanye kwa ustaarabu, lakini kwa kufuata sheria, miongozo na taratibu zilizowekwa. Okay. Na hapo ambapo umesema kuhusiana na tunakusanya lakini mwananchi anabaki comfortable, haumii. Tunafahamu huku tunazungumza masuala mabango ni bylaws, tunazungumza sheria ndogo ndogo ambazo zinaweza kurekebishwa endapo zinaonekana kabisa zinakwenda tofauti na vile wananchi pengine wangeweza kunufaika nazo. Hilo tumelizungumza vizuri la mabango kwamba kutoka juu limeshushwa flat rate, amesema mkurugenzi, umesema wewe pia. Ikitokea bado akasema kwamba tunaumia hapa, yuko room ya kubadilisha tena na kushuka chini zaidi, ama tulipobaki ndo ukomo? Ndo maana nimekwambia kupitia ziara ya mkuu wa mkoa na maelekezo ya mkuu wa mkoa tunaitisha vikao pamoja na baraza ili sasa kutengua zile sheria ndogo zinazowezekana kurekebisha maeneo yale ambayo tunaona ni changamoto kwa wananchi. Sasa issue ya sheria ndogo na yenyewe na utaratibu wake, tutaanza na vikao, tutapeleka kwa waziri mwenye zamana kupitia mkoa, tutaona vitarekebishwa na tutaanza kutekeleza. Okay. Jambo jema kabisa. Msikilizaji, kama una swali pia tuachie swali lako. Kama unatutazama pale YouTube live, achia comment yako, tutakuja kusoma hapa. Lakini pia kama unatusikiliza, andika arafa yako 0733218077, lakini pia 0737 tutasoma pia SMS yako ambayo utakuwa umetutumia. Hapa ndani tuko na mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tunduma Salum Juma Kiambi, lakini pia tuko na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Tunduma Mariam Chaurembo, tukiwa tunazungumza mambo mengi yanayohusu Tunduma kwa ujumla. Mwenzangu ni Teddy Ankungwe, tuko mpaka saa 4 kamili asubuhi. Teddy, awali wakati wanafika wageni nikasema la kwetu moja lilikuwa hilo ambalo tumeanza nalo, lakini azama siri ya mtungi haijua ikata. Maka leo ndani kule ndo anajua. Wewe nje huko naliona tuli mtungi. Lakini ndani uone kilichomo. As long as wako hapa wao wenyewe, nafikiri itakuwa jambo jema sana. Unajua kwa nini nasema hivi, mkurugenzi pamoja na mwenyekiti? Wakati mwingine mambo yasipozungumzwa yakawekwa wazi, maana kuna kosekana taarifa. Waingereza wanasema information is power. Yaani kwamba mtu akishajua ndo kuna kuwa na hiyo nguvu. Inawezekana mtu akawa anapiga maneno, serikali hii haifanye chochote, moja mbili, kwa sababu hajui na hajasemwa yale ambayo yanafanyika. Kwa sababu leo mko hapa na kuna mengine ambayo mshayazungumza pengine katika mikutano huko, kuna mengine ni exclusive kabisa, watu watakao yajue kwa mara ya kwanza kutokea hapa tuyafahamu. Tukianzia eneo la miundombinu, mkurugenzi amezungumza hapa, mwenyekiti, kwamba makusanyo haya tukiyatazama tuko najaribu kuangalia mbele, unauona mwanga kwamba tukifika Mpemba pataunganishwa na Chiwezi, pataunganishwa na Chipaka, kwa sababu tuna mpango mzuri, pengine makusanyo yetu yanatupelekea kutengeneza barabara nzuri. Eneo la miundombinu ya barabara kwa halmashauri ya mji wa Tunduma mpaka sasa, kwanza hali iko vipi na mikakati iko vipi ya kwenda mbele zaidi? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa mujibu wa sheria, kwanza tukumbuke kuwa barabara zina mamlaka yake ambao TARURA. Lakini kwa kuangalia jinsi ya kuhudumia wananchi kwa mujibu wa sheria, serikali ilitoa room kwa halmashauri ambazo zinakusanya zaidi ya bilioni 10 kutenga fedha kwa ajili ya barabara. Kwa hiyo ukiangalia halmashauri ya mji wa Tunduma tunalai kwenye zaidi ya bilioni 10. Kwa hiyo kwa mwaka wa fedha uliopita halmashauri ilikusanya bilioni 22, maana yake ilitenga 10% yake. 10% kidogo, naomba nielezee kidogo. Kwa mujibu wa sheria tuna 100%. Katika 100% ya mapato tunasema mapato lindwa na mapato yasiyokuwa lindwa. Kwa hiyo mapato lindwa yetu ya mwaka jana tulikuwa na bilioni 5. Mapato lindwa na maanisha mapato ya taka na mapato ya hospitali. Yale tunavyokusanya tunarudisha 100% yaende yakatekeleze. Mapato sio lindwa yetu maana yake ni mapato ya haya mengine tunakusanya ambao tulikuwa na kama bilioni 18, bilioni 19. Kwa hiyo 10% ya bilioni 19 inakwenda, kuna mgawanyo wa kwanza tuna 70% kwa 30. 70 kwa 30 maana yake nini? 70 anakwenda kwa matumizi ya maendeleo, 30 anakwenda kwenye matumizi ya kawaida.
Sasa kwenye matumizi yale ya maendeleo kuna 10% ndio ile vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kuna 10% inakwenda kwenye miundombinu ya barabara. Kwa hiyo kwenye mwaka wa fedha uliopita halmashauri ilitenga bilioni 1.8 kutengeneza barabara. Kama kidogo unatembea unaweza kutoka pale barabara Elisabene Mwakakate. Pale tumetengeneza mita 0.7, kilomita 1 kasoro. Tumetengeneza kiwango cha lami. Ndio. Ambapo ni mita 700 hizo. Mita 700 kwa kiwango cha lami. Tumetumia kama milioni 400 kama na 80 hivi. Okay. Lakini kuna barabara nyingine tumetengeneza kiwango cha lami, ni barabara ya Chapwa uwanja wa mpira pale kwenye yadi ya Asas pale. Pale pia tumetengeneza kiwango cha lami. Lakini tuna barabara zingine tumetengeneza kiwango cha changalawe, nyingine tumeweka vivuko na vitu vingine. Kwa hiyo halmashauri ya mji wa Tunduma inatumia 10% yake kwenye kuboresha miundombinu ya barabara. Huo nakwambia ni mwaka wa fedha uliopita. Mwaka wa fedha uliopita tena tulitengeza ile lami ya majengo, kama utakumbuka pale majengo sokoni Komesa kuna lami pale. Ile imetekelezwa kwa mapato ya ndani. Lakini na mwaka huu pia bajeti yetu pia tunakwenda kutengeneza sasa lami pale Elisabene Mwakakati, ni shortcut ya kufika transformer bila kupita barabara kubwa. Pale na kilomita 3.2. Kwa hiyo wenzetu TARURA wanaanza kwa juu na sisi tunaanza kwa chini, tunakutana katikati. Kwa mwaka huu pia tunaenda kutengeneza kilomita 1. Ile itawarahisishia wananchi wanaotoka wenye gari ndogo ndogo chini ya tani 10. Wanaotoka Mpemba kwenda mjini, hakuna haja sasa kutumia Tazam Road, watatumia barabara ile nyingine. Kwa hiyo tunaendelea kujenga madaraja, mfano Muungano kuna madaraja pale madogo yote tumejenga kwa mapato ya ndani. Kwa hiyo tunaenda na mwaka huu tumeenda kujifunza kwa wenzetu wa Mwanza. Tunataka maeneo yale maporomoko yenye milima tujenge barabara za mawe, kwa sababu ni ngumu pale kujenga barabara za lami. Nia yetu kwa tukiendelea kukusanya vizuri, maana yake tunaendelea kupeleka fedha za barabara nyingi. Kwa nia yetu kwenye miaka 3 ijayo mji wetu wote katikati ya mji either kuwe na lami au kuwe na mawe, na nje ya mji tunazidi kufungua mji kwa barabara za lami. Okay. Wakati mkurugenzi anazungumza kuhusiana na jiografia, mwenyekiti nilikuwa nawaza jiografia ya halmashauri ambao unaiongoza, milima kama ambavyo anasema na kata zake zote unazifahamu. Inawezekana, na bahati nzuri amesema mkurugenzi kwamba mnafanya pia kujifunza kutoka halmashauri nyingine. Inawezekana mtandao wa barabara ukafikia kata zako zote, kwa sababu najaribu kuangalia jiografia, lakini pia mapato kama ambavyo anasema tunaweza kufika nchi ya ahadi, mji wako wote ukaunganishwa na barabara ambazo zinapitika. Nikushukuru mtangazaji. Hilo jambo linawezekana tena kwa 100%, na tumeendelea kufanya. Hata mwaka wa fedha uliopita tumefanya kufungua barabara sehemu nyingi ambazo kwa kweli mtandao wa barabara ulikuwa haupo kabisa. Kuna barabara tumezifungua huko Chiwezi, kuna barabara tumefungua Mpande na sehemu nyingi kabisa. Tena barabara nzuri na za viwango ambazo tunategemea tukifanya vizuri zaidi tutakuja sasa kuziboresha, kufunga mifereji katika maeneo yote pamoja na kuweka barabara kwa kiwango cha changalawe na kiwango cha lami. Kwa hiyo ni swala ambalo linawezekana. Na ndio maana mkurugenzi amesema tumekwenda mbali zaidi. Sehemu zile ambazo tunaona kwamba tukiweka lami inaweza ikatuletea shida au kutodumu kwa muda mrefu, tutakwenda kujenga barabara za mawe kama walivyofanya wenzetu wa Mwanza. Okay. Teddy, wakati mkurugenzi anazungumza hapa kuhusiana na mapato lindwa, ametaja eneo la ukusanyaji wa mapato ambalo ametaka. Ndio. Na likawa linanikumbusha jambo. Yeah, na mimi limenikumbusha jambo. Ewa, anza basi, ladies first. Sawa, anapozungumzia kuhusiana na hilo la mapato lindwa, la kuhusiana hasa na takataka, kagusia na kitu kingine hapo. Kuna kitu kina rotate kichwani kuhusiana na mji wetu wa Tunduma ulivyo.
watu wamekuwa wakidai kwamba wanakusanya hela ya ukusanyaji ya uzoaji wa taka, lakini sasa uzoaji wa taka wenyewe hauendi kama ambavyo inatakiwa. Ukienda huko mtaani unakuta na matakataka yamerundikana mpaka wale wadudu wanatembea, harufu kali. Na ukizingatia hii ni lango la SADC, nchi nyingi zinapita hapa, ama yani tuseme wageni kila siku wanaingia mji wetu wa Tunduma. Kwa tuseme kwa mfano kuelekea custom na kuja roundabout na kuja njia ya Sumbawanga ama kwenda njia ya Mbeya, tunasema ni Sebuleni, mkurugenzi. Lakini eneo lote hili ukianzia transformer, tuseme kuanzia tu huku juu, tuseme maeneo ya Haike Sheri hapa kwenda transformer, lakini paka kwenda kule custom unakutana na mrundikano wa matakataka. Sasa watu walikuwa na hoji, zile pesa ambazo tunakusanya zinafanya kazi gani? Na tumekuwa tunaambiwa kwamba zitakuwa zinazolewa kwa wakati, lakini bado hali si shwari. Sijui kwenye hilo unalizungumziaje mkurugenzi? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nikiri bado changamoto ya taka mitaani kwetu bado nyingi, lakini niseme sasa kama sisi halmashauri tumefanya mipango gani kuhakikisha taka zinatoka. Ndugu mtangazaji, miaka 2 iliyopita pesa hizi za taka tulikuwa tunazipeleka 100%, baada tukikusanya 100% kwenye chungu cha mkurugenzi pale, tunarudisha 80% kwenye kata. 20% inabaki kwenye kapu kubwa, lakini baada ya kuona changamoto ya taka tumerudisha 100% kwenye ngazi ya kata. Na tumewapa sasa mandate watu wa kata wenyewe waweze kusimamia kuliko kusimamia ngazi ya halmashauri. Kwa hiyo kila mwezi, mfano mwezi uliopita tumekusanya milioni 80. Zile milioni 80 tunazirudisha kutokana na walivyokusanya kwenye kata. Kwa hiyo kwenye kata wana wajibu wa kukusanya wenyewe, wa kutumia wenyewe, wa vibarua na kulipa wazabuni. Kwa tunachokifanya sisi ngazi ya HQ ni kuendelea kuwasimamia kwenye utekelezaji wa majukumu yao kuhakikisha kuwa taka hazipo. Lakini ile kama zamani kuwa mkurugenzi ana own kila kitu, sasa hivi hiyo hapana. Yani kama Tunduma mtendaji, yani nikisema safi ya kata ndio unanielewa, inaongozwa pia na mheshimiwa diwani wa kata, mtendaji, wenye viti wa vitaa na kila kitu. Kwa hiyo wale ndo wanapanga taka zetu tunakusanya sisi kwa mujibu wa sheria. Wanatakiwa wakusanye kwa mwananchi shilingi 1500. Kidogo kwa mji wetu applicability ya cost ukikompea na takataka nao kidogo ni changamoto. Tunalipa kidogo kuliko nini tunachozalisha. Hiyo ndo shida. Lakini tulitoka kwenye 1000 tukaja 1500. Tutaendelea kuwashauri waheshimiwa madiwani na wananchi tuone, kwa sababu takataka zinatakiwa zijikusanye na zijiendeshe wao wenyewe. Unaona, the way utakavyokusanya vizuri ndo the way utaweza kutoa taka vizuri. Kwa sababu mfano kwenye kata ya Tunduma anatoa taka kwa wiki mara 3. Sijui umeelewa vizuri, kwa sababu anatakiwa apate mzabuni, alipe mzabuni na kila kitu. Kwa kidogo kuna kuaga na changamoto, lakini tunaendelea kufanya nini kuhimizana. Mfano kwenye kata ambayo ina chaos kubwa ni kata ya Majengo. Japokuwa kuna mzabuni akila halmashauri imetoa gari pale ya halmashauri kuendelea kusapoti shughuli zinazofanywa na kata. Kwa sisi kama halmashauri tunawiwa kusaidia uondoshaji wa taka. Lakini japo kidogo kuna changamoto, still tunaendelea kuelezana na wenzetu ngazi ya mtaa na ngazi ya kata kwa jinsi gani watoe kata on time. Lakini vile vile tumekwenda mbali sasa hivi. Tumetangaza wazabuni ambao wenye uwezo, kwa sababu pesa pia zipo, lakini tunakosa wale wazabuni wenye uwezo na vifaa. Utakuta mtu anabidi kumbe ana maguta 3. Wakati ule wa kubidi, kwa sababu anatumia mfumo wa nesti, uwezi kufanya due diligence na vitu vingine, unaamini kuwa atatoa taka. Lakini kashapata kazi anakuja na maguta mangapi? Maguta 3. Mwisho wa siku taka zinashindwa nini kutoa. Kwa hiyo juzi tumeanza kutafuta hao wazabuni ambao tunasema wana muscles kubwa, na hatutaki mzabuni atakayechukua mfano Tunduma yote, hapana. Achukua kutokana na nini? Na uwezo wake. Kwa kweli tulitangaza tukakosa zaidi ya mara 2. Cha kufanya tukamtafuta tu mzabuni aliyopo hawezi kuendelea huku tunafanya nini huku tunavyojipanga. Kwa hiyo mimi nitoe tu like kwa wananchi wa Tunduma ambao uwezo wanao. Taka ni biashara. Yani taka ni biashara. Taka ni biashara. Unaweza kutafuta sehemu kwa taka na maisha fanini yakaenda. Wasiogope kuingia kwenye taka kama wana vifaa, ili mradi tuweze kusafisha mji wetu wa Tunduma. Okay. Kwenye ile mkurugenzi la recycling ambao ulikuwa unalizungumza na nilikuwa nakuja huko kwamba mara kadhaa tumekuwa tukiona baadhi ya wenzetu taka zinageuzwa kuwa mali kama ambavyo umesema. Kama halmashauri mnatoa mazingira gani wezeshi kwa watu ambao wana hiyo idea ya kuchakata hizi taka kuja kuwa bidhaa nyingine?
Asante sana. Kwanza nikushukuru kwa swali zuri. Sisi kama halmashauri kwenye bajeti iliyopita tulikuwa na vitu vitatu. Kitu cha kwanza tutengeneze dampo letu lile la Namole. Tumelitengea hela nzuri, tumelitengeneza. Jambo la pili tuweke yale makusanyio ya taka ya mjini, yale zile center za taka ambazo hazitakuwa na ile contamination, taka zitaenda, tumefanya kwa kiasi. Lakini la tatu tulikuwa tuweke mashine ya kuchakata zile chupa ambazo takataka. Lakini baada ya kuangalia tukaona hatuwezi kufanya sisi kama serikali. Hatuwezi kwa sababu ugumu wake ulivyo na vitu vingine. Kwa hiyo sasa hivi tumesajili vikundi vitatu vya vijana wa Tunduma. Tumesajili kwenye hivyo vikundi vitatu, tuko nao hatua ya mwisho. Nia yetu au vijana tuweze kuwakopesha kwenye ile 10% waweze kununua magari na vifaa, ili mradi waweze kusafisha mji wa Tunduma wenyewe wana Tunduma. Kwa hiyo tumefanya. Nadhani tuko mwishoni. Okay. Wakati wa mazungumzo hapa na mkurugenzi Teddy nikawa nagundua kitu kimoja kwamba wakati mwingine kwa mfano alivyokuwa anasema kwamba kiwango cha pesa ambayo inatoka na uzalishaji taka ambao unazalishwa, maana taka ni nyingi kuliko kiwango cha fedha ambacho kinakusanywa. Na nikawa nawaza inawezekana katika watu 50 watu 20 wakatoa taka, amini wakatoa fedha ya taka, 30 wasitoe. Huyu hawa 20 wana haki ya kusema kwamba tumetoa alafu tunaona taka zinafanya sasa. Kumbe kuna wengine ambao wanakwamisha. Kwa sababu tuko pia na mwakilishi wa wananchi. Jukwaa hili Mheshimiwa Kiambi ulitumie kuzungumza pia na wananchi ambao wanatusikiliza kwamba